Mahujaji katika matumaini. Matumaini hayakatishi tamaa. Matumaini hayakatishi tamaa. Mahujaji katika matumaini. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, namna ya kusali rozari, sala na mafundisho mbalimbali ya Kanisa Takatifu Katoliki. Karibu kwa masomo ya misa Alhamisi katika oktava ya Pasaka. Kama bado hujasubscribe kwenye channel hii, na kusihi usubscribe. Subscribe haina gharama yoyote. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 11 hadi 26. Mlimuua mtoaji wa uzima, lakini Mungu amemfufua kutoka katika wafu. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile, baada ya Petro na Yohane kumponya kilema aliyeponywa, alifuatana nao. Watu wote wakawakimbilia kwa mshangao katika ukumbi wa Suleimani. Petro alipoona hayo, aliwaambia, enyi watu wa Israeli, mbona mnastaajabia hayo? Mbona mnatukazia macho kama kwamba sisi kwa nguvu zetu au kwa ukamilifu wetu tumemwezesha huyu kutembea? Mungu wa Abrahamu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza Yesu, mtumishi wake, mliyemsaliti ninyi na kumkana mbele ya Pilato alipotaka kumfungua. Ninyi lakini mlimkana mtakatifu, mwadilifu, mkadai mfunguliwe muuaji. Mlimuua mtoaji wa uzima, lakini Mungu amemfufua katika wafu. Sisi ni mashahidi wa mambo hayo. Na kwa kuwa mtu huyu mnayemwona na kumjua aliamini kwa jina lake limemuimarisha, na imani ipatikanayo kwake imempa huyu afya nzima mbele yenu nyote. Haya, ndugu, najua ya kuwa mlitenda hayo kwa kutojua, sawa na wakubwa wenu. Lakini kwa namna hii Mungu alitekeleza aliyotangaza tangu zamani kwa vinywa vya manabii wote, ya kwamba Masia wake atateswa. Basi tubuni na kuongoka, mpate kufutiwa dhambi zenu, ili nyakati za raha zije kutoka kwa Bwana, na mtume yeye aliye tayari kuja kwenu, ndiye Kristo Yesu. Huyo yapasa kuhifadhiwa mbinguni mpaka nyakati za kutengenezwa vyote upya alivyotangaza Mungu kwa vinywa vya manabii wake watakatifu tokea zamani. Kwa maana Musa alisema, Bwana Mungu wetu atawainulieni nabii kama mimi katika ndugu zenu. Yeye msikieni katika yote anayowaambia, na asiyemsikiliza nabii huyo atafutwa katika jamii. Pia manabii wote tangu Samueli na wafuasi wake katika unabii walizitabiri siku hizi. Ninyi ni watoto wa manabii na wa agano ambalo Mungu aliwapangia baba zenu alipomwambia Abrahamu, vizazi vyote vya dunia vitabarikiwa kwa mzao wako, hasa kwa ajili yenu. Mungu amemfufua mtumishi wake na kumtuma kwenu ili awabariki na kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 8 mstari wa 2 na 5, 6 na 7, 8 hadi 9. Kiitikio ni mstari wa 2 A na B. Maneno ya kiitikio. Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani lilivyo tukufu jina lako duniani kote. Au haleluya. Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani lilivyo tukufu jina lako duniani kote. Ewe Bwana, Bwana wetu,
jinsi gani lilivyo tukufu jina lako duniani kote. E Bwana, Bwana wetu, jinsi gani lilivyo tukufu jina lako duniani kote. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na mwanadamu ni nini hata umjali. Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani lilivyo tukufu jina lako duniani kote. Umemfanya mdogo kidogo chini ya Mungu, umemvika taji la utukufu na heshima, umempa mamlaka juu ya kazi za mikono yako, umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani lilivyo tukufu jina lako duniani kote. Kondoo na ng'ombe wote, hata wanyama wa porini, ndege wa angani na samaki wa baharini, hata kiumbe kitembeacho njia za baharini. Ewe Bwana, Bwana wetu, jinsi gani lilivyo tukufu jina lako duniani kote. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuifurahie na kuishangilia. Somo la Injili. Mwinjili Luka sura 24 mstari wa 35 hadi 48. Ndivyo ilivyoandikwa ya kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu atafuka kutoka katika wafu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, e Bwana. Wakati ule wale wanafunzi wawili walisimulia watukia njiani na jinsi walivyomtabua katika kuumega mkate. Walipokuwa wakiongelea bado mambo hayo, Yesu mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe nanyi. Katika mahangaiko na hofu yao, wakadhani wanaona mzimu. Akawaambia, mbona mnahangaika na kuona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu, ni mimi mwenyewe. Muniguze na kuona, kwa maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Baada ya maneno hayo, aliwaonyesha mikono na miguu. Walishindwa bado kuamini
kwa jinsi walivyofurahi na kushangaa. Basi akawaambia, "Mna chakula chochote hapa?" Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Akakitoa akala mbele yao. Kisha akawaambia, "Hii ndiyo maana ya maneno yangu niliyowaambia nilipokaa bado nanyi, yaani lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika sheria ya Musa na manabii na Zaburi." Halafu akawafungulia akili wapate kuyafahamu maandiko. Akawaambia, "Ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu atafuka katika wafu, na kwa jina lake ihubiriwe toba na maondoleo ya dhambi kwa mataifa yote, kuanzia Yerusalemu. Nyinyi ni mashahidi wa mambo hayo." Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.